Baada ya kusema hayo, ni naomba tuombe. Ushaka kurekodi au bado? Tayari. Basi tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tunaomba uweza wako mkuu ukatamalaki mahali hapa. Tupe utulivu wa moyo na ukatufunulie akili zetu tupate kuelewa maandiko kwa njia yako, kwa utukufu wa jina lako. Katika Kristo tunakuomba yote. Amen. Amen. Sasa unaweza ukaanza anza. Nipe kitabu kile cha kwanza cha Petro 3:15. Huo ni mwanzo wangu. Tuendelee. Hapa kwanza wa Petro 3:15. Haraka 3:15 inasema mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Lakini kwa upole na kwa nini? Kwa hofu. Na kwa hofu. Kwa maana sisi kama Wakristo tumeambiwa tutoe majibu ya imani. Kwa kile ambacho kama mwakilishi wa hao waumini ndani, tuna tumaini letu la kuamini. Moja, tumaini letu tunaamini kuhusu Mungu wa pekee. Bwana asifiwe. 8:6 hiyo ndio msingi wa tumaini letu la kwanza kabisa ambao tunaweza kumtangazia mtu bila kuwa na wasiwasi. Aidha tumeamka asubuhi, jioni tunatembea, hilo ndio tumaini letu kubwa. Soma andiko hili. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6 inasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Mstari wa 7, maliza. Mstari wa 7, na ujuzi huu, bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote. Tosha. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote. Yaani ujuzi kwamba kuna Mungu huyu mmoja aliye Baba na kuna Bwana huyu mmoja Yesu Kristo. Huo ujuzi hauko kwa watu wote. Maana watu wengi katika ulimwengu wa Kristo wana ujuzi huu kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mada yangu sasa, Mungu mmoja ni nani kulingana na maandiko? Mungu mmoja ni nani kulingana na maandiko? Ila naahidi kitu kimoja. 24:13. Nisomee. Nimeweka maandiko hapo, nataka kuiangalia. Hiyo hesabu. Sharti langu ni moja hapa naliweka. Soma andiko hilo. 24:11 ngapi? 24:13 hadi 7. Hesabu. Inasemaje? Hesabu sura 24 mstari wa 11. Mstari wa 13. Kama Baraki angenipa nyumba yake imejaa fedha ndio na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana. Siwezi kupita mpaka wa nini? Wa neno la Bwana. Wa neno la Bwana. Sasa mimi nataka nijenge msingi ndani ya neno la nani? La Bwana. Nataka kama swali linapokuja naomba yajikite katika neno la Bwana. Hebu nipe andiko hili kwanza, 30 mstari wa 5 na mstari wa 6, kitabu kile cha Mithali. Nataka niweke na maandiko hapa ili mtu anaangalia vizuri. Sura 30 mstari wa 5 na mpaka ule wa 7. Mstari wa 5. Na wa 6. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana uongo. Kumbe nabii wa uongo ama mwinjilisti wa uongo, mtume wa uongo, askofu wa uongo ni yule ambaye anaongeza na kupunguza katika maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Isaya 8:20 inasema na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na hili kwao wako na asubuhi. Sasa maandiko yanasema hivi, mtume Paulo, mkuu wa wajenzi, kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Si Baba, Mwana na Roho. Na hakuna andiko katika Biblia kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na declare interest kwamba sisi kama kanisa hapa, sisi hatutambui kitu kinachoitwa Utatu Mtakatifu. Maana tunajua chanzo chake si cha Biblia, si cha kiandiko, na maandiko yanasema tusiongeze ama kufanyaje? Ama kupunguza. Kitabu kile cha nataka nipe kitabu kimoja kiko hapo ili tujenge msingi. Ninapokuwa naongelea utatu lazima tuutambue utatu ni nini. Tuko pamoja mpaka hapa? Mada yangu nasema Mungu mmoja ni nani kulingana na nini? Na maandiko. Ila kwa sababu ndugu zetu wametangazwa na nini? Utatu Mtakatifu. Na sisi tumetangaza kwamba tuamini nini? Utatu Mtakatifu. Ni kwamba hatuamini Utatu Mtakatifu kwa sababu ni fundisho la mapokeo ambayo halikuwepo katika lugha ya mitume ama manabii. Na maandiko yanatuambia hivi, hebu nipe andiko hili. 2:20 kitabu kile cha Waefeso.
Waefeso sura ya 2 mstari wa 20. Mstari wa 20. Naam. Neno la Bwana linasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Asante. Kwa maana tumejengwa kama kanisa juu ya misingi ya mitume na nani? Na manabii. Na manabii. Kwa maana lazima tukitaka kujua ukweli wa Biblia ama ukweli kuhusu Mungu tuwaulize manabii na nani? Na mitume, si nafsi ya mtu ama mchungaji yoyote. Sasa kidogo naomba nicho kitabu kile, hicho kidogo tukishika. Hebu kiseme, soma jina lake. Catechism Catholic. Catechism Catholic. Sasa nipe ukurasa ule wa 41. Kipengele cha 9 na kipengele cha 10. Ukurasa wa 41. Ndio. Kipengele cha 9 na cha 10. Nafsi tatu kwa pamoja tuwaitaje? Ndio. Nafsi tatu kwa pamoja tuwaita. Umeanza kipengele gani? Cha 9. Anza 8. Kuna miungu wangapi? Kuna miungu wangapi? Kuna Mungu mmoja tu, nafsi tatu. Kuna Mungu mmoja tu, nafsi tatu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiuliza Wakatoliki, Mungu wao anaitwa nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wao anaitwa Utatu. Yes. Ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Endelea kipengele cha 9. Nafsi tatu kwa pamoja tuwaitaje? Nafsi tatu kwa pamoja tunaitaje? Nafsi tatu kwa pamoja tuwaita Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Endelea. Nafsi tatu zote ni sawa. Nafsi tatu zote ni sawa. Nafsi tatu zote ni sawa. Baba ni sawa na Mwana. Baba ni sawa na Mwana, ni sawa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wote wako iko. Wote wanatosha kwa mjibu wa Mungu wa Katoliki. Hebu nipe Mungu wa Sabato na hicho kitabu cha mwongozo, ukurasa wa 180. Nisomee msingi wa 2. Nasemaje? 180 msingi wa 2. Utatu. Kuna Mungu mmoja. Kuna Mungu mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Umoja wa nafsi tatu za milele. Umoja wa nafsi tatu za nini? Kwa maana Baba na Mwana na Roho kwa mjibu wa Sabato ni Mungu huyu mmoja. Wote wanatoshana. Msomaji, huyo Mungu na Wakatoliki wanapishana? Wanafanana. Ndio maana unasoma kitabu cha Ekumene kama mnacho, ukurasa wa 67. Ukurasa wa 180. Alafu hii wa Catechism ni ukurasa wa 41. Sasa ukisoma kitabu cha Ekumene cha muungano wa makanisa yote, utaona ukurasa ule wa 67, utaona wakiwa pale Nairobi mwaka 1971 mpaka 75 walikubaliana Wakristo wote waabudu Mungu wa nini? Wa Utatu. Mtu yeyote asipoamini Utatu anatengwa, si nani? Si Mkristo. Mzani kama Waadventista mnakumbuka kisa cha mwaka 1957? Mnakumbuka kisa cha mwaka 1888 kilitokea nini katika ulimwengu wa Waadventista? Sasa huko sitakuja, sababu tuna nafasi ya kuzungumza, tutakuja kuelezeana huko vizuri kama Waadventista, tukumbushana nini kiliwatokea Waadventista wakati ule mpaka kainuka John Sindwabona. Sasa tuje katika hoja hii. Tumesema sisi kama kanisa hapa DAWASA tunashika Wakorintho wa kwanza 8:6. Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Au kuna Baba, Mwana, Roho? Hakuna. Na kuna Bwana huyu mmoja, Yesu Kristo. Na tumeona kanisa Katoliki na kanisa la Waadventista ambao tumetoka linasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba habari njema. Hilo andiko utafuta kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hata wao huko kwenye katekisimu. Naomba katekisimu moja hapo. Mbona hiyo? Ile nyingine iko hapo ya kijani. Kidogo pale cha upisho makini. Basi kama hicho hapo iko juu. Hapo hiyo. Hiyo, mbona hiyo? Inasemaje? Catechism ya Katoliki ndio ufupisho makini. Sasa kwa sababu ya muda wangu ukisoma hicho kitu wanasema kanisa Katoliki tunashika mapokeo ya Nikea na Constantinople. Pokeo la mwaka wa 325 na pokeo la mwaka wa 381 ambao waliungana kumuunda Mungu chini ya dola la Kirumi. Sasa huko nitakuja kama mtu anataka kujenga hoja hapo, nataka uthibitishe. Sasa kwa sababu umesema ni mapokeo na wanakiri ni nini? Mapokeo. Lakini maandiko yanatuonya kama Waadventista usimama na mapokeo. Kitabu kile cha Marko sura ya 7 mstari ule wa 8 inasemaje? Marko ndio sura ya 7 mstari wa 8. Inasema hivi. Naam. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu ndio na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Kwa sasa anza 7:7. Anza 7:7. 7:7. Ndio.
nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, ya wanadamu. Ndio hapo Adventista wao tunajitetea kwamba tunapochallengewa tunasema si kwamba Roma ina mafundisho potofu yote, lakini Biblia isemi hivyo. Biblia inasema Mrumi ana kitu chema. 17:5 Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo inasema sura ya 17 mstari wa ngapi? Wa 5. Mstari wa 5 inasema na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Tuko pamoja? Na yule mwanamke, hebu soma mstari wa 3. Mstari wa 3 akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Kwa maana Rumi na yule mnyama anayemchukua wote wamejaa nini? Makufuru. Kwa hiyo tukiangalia Rumi tunaona nini? Makufuru na machukizo na machafu ya usherati, kuna chema huko ndani. Ndio maana katika 18:4 imeandikwa soma Ufunuo. Hiyo Ufunuo. Sura ya 18 mstari wa 4. Ndio. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisemaje? Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo. Ina maana ukitaka kumwacha Mrumi, unamwacha hivi unaondoka na Mungu wake. Swali nimeuliza, si ndio? Utacheza mwenyewe. Kama tunapotoka Babeli, tunaacha kila kitu cha uasi, tunamgeukia nani? Mungu. Na tukishamgeukia Mungu lazima tuushike ufunuo wa Mungu. Kitabu kile cha Ufunuo 1 mstari wa 1 nasemaje? Ufunuo 1 mstari wa 1. Karibu. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonesha mtumwa wake Yohana. Kwa maana sisi tunapotoka Babeli tunafuata ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Aliopewa na nani? Na Mungu. Kwa maana kuna Mungu na nani? Na Yesu. Kwa maana wewe kama unasema Mungu ndio Yesu, ama ili umpate Mungu lazima ajumlishwe Baba na Mwana na Roho, basi ina maana wewe una ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Sasa tusikie Yesu ambaye alipewa ufunuo na Mungu, yeye anajiweka katika nafasi gani? Kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 18. Karibu. Mathayo sura ya 16 ndio mstari wa 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasemaje? Watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasemaje? Wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mojawapo wa manabii. Akawaambia, akasemaje? Ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Ndio. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hai. Soma maandiko, endelea. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Maliza andiko. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa ufunuo, msomaji, ufunuo wa Baba ni upi? Kwa Petro. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na nani? Kwa maana Mungu ndio amesema kwamba Yesu ni nani? Ni mwanae. Na Yesu akasema, Petro, hujakosea. Ulichokisema Baba amekufunulia. Na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na maana kanisa la Mungu limejengwa katika ufahamu huu. Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa hapo tutakuja. Sasa kama kuna mwana wa Mungu, na maana kuna nani? Kuna Mungu. Unajua kuna hoja itakuja kwamba je, Yesu si Mungu? Sasa hiyo tuiweke kando kwanza, tutakuja hapo. Sasa Mungu mmoja kulingana na maandiko. Ingawa tulishasoma maandiko inatoshea kabisa pale. Sasa tuweke msingi mmoja kuhusu maandiko mengine kwa wasomaji na ambao wanaandika hizo nukuu. Sasa nisome maandiko haya. Kitabu kile cha msingi wa Biblia kabisa, Torati. Naposema Torati ni maana Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Hiyo inakamilisha Torati. Sasa Torati inasemaje? Maana Yesu anasema kwamba akaanza Musa mpaka nini? Manabii. Ukisoma kitabu kile cha 24 Luka kuanzia mstari wa 44 pale akaanza kwanza Musa mpaka manabii. Sasa tuanze Musa.
6:4 kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Nasema Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na ule mstari wa 4. Ndio. Sikiza Israeli. Sikiza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Bwana ndiye mmoja. Sasa Musa amesema hivyo. Je, manabii walisemaje kuhusu Mungu mmoja? Je, Mungu mmoja ni Baba, Mwana, Roho? Never. Kitabu kile cha Malaki sura ya 2 mstari wa 10. Kimbele. Kitabu cha Malaki inasemaje? Sura ya 4 mstari wa ngapi? Wa 10. Sura ya 2 mstari wa 10. Sura ya 2 mstari wa 10. Ndio. Inasema, Je, sisi sote hatuna baba mmoja? Sisi hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba si mmoja tu. Mungu aliyetuumba si mmoja tu. Kwa lugha ya manabii wanaposema Mungu wanamaanisha nini? Baba. Tuko pamoja? Si Baba, Mwana na Roho. Sasa tuje kwa mitume wa Kristo ama Kristo mwenyewe. Kristo mwenyewe. Dakika ngapi zibaki? 5 zinatosha kabisa kusummarize. Sasa haya maandiko ngoja niweke hapa, mtu kama anataka aandike mwenyewe ya kuhusu Mungu mmoja. Kitabu kile cha twende kitabu hiki hapa Marko 12:29. Yesu anarudia fungu la kutoka 6:4. Soma. Marko sura 12. Ndio. Mstari wa ngapi? Mstari wa 29. Mstari wa 29 unasema. Inasemaje? Yesu akamjibu. Ya kwanza ndio hii. Sikia Israeli. Sikia Israeli. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mstari wa 32. 32. Nasemaje? Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye. Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye. Yesu alimbishia? Akumbishia? Sababu ndio msingi mkuu Yesu ameweka. Sasa Yesu alipokuwa anasema Mungu alikuwa anamaanisha nini? Je, alikuwa anamaanisha Mungu ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Hiyo kitu uweze kukuta kitabu kile cha Yohana sura ya 16 mstari wa 27. Toka 16. Naam, mstari wa 27. Inasemaje? Kwa maana Baba mwenyewe awapenda. 6:27. 6:27. Kitabu cha Yohana. Ndio. Nafika marehemu. Karibu. Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 27. Mstari wa 27. Usinilie muda wangu. Inasema hivi. Inasema, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ndio ambacho Mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Ndio ametiwa muhuri na nani? Na Baba. Yaani Mungu. Kwa maana Yesu akisema Mungu anamaanisha nini? Baba. Nani baba moja? Hiyo Yohana. Ndio. 8 mstari wa 41. Karibu. Inasema hivi. Inasemaje? Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Wewe Wayahudi wakisema kwamba Mungu ni nani? Ni mmoja. Yesu aliokatalia? Hapana. 54 hapo. Yohana sura ya 8 mstari wa 54. Ndio. Ikitoka kidogo maneno. Usio unatoka mpaka nikwambie. Narudi pale. Inasemaje? 54. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Alitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kumbe Mungu ni babake nani? Babake Yesu. Kwa hiyo yote ilikuwa sahihi. Kwa kusema Mungu ni Baba. Sasa naomba kwenda kuhitimisha hoja hii ili nisije wakati wa maswali. Nimejenga msingi wa Mungu mmoja. Nipo Efeso 4:6. Hiyo ni nukuu ambayo ni msingi wa kanisa. Soma andiko hilo. Efeso 4:6. Inasemaje? Inasema hivi. 4:6. Naam. Inasema hivi. Mungu mmoja. Naye ni Baba wa wote. Naye ni Baba, Mwana, Roho. Naye ni Baba wa wote. Aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote. Lakini kila mmoja. Kwa maana manabii na mitume na Bwana Yesu wakisema Mungu, msomaji wanamaanisha nini? Baba. Sasa labda swali moja nilipokee ama na mimi nitajenga swali kwamba mtu yote anaweza kanijibu kama anajibu hilo kwamba kuna andiko wapi katika Biblia Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kwa andiko langu la mwisho na dakika mbili zilizobakia. Kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza 1 mstari wa 8 mpaka ule wa 12. Soma. 1 mstari wa 8. Ndio. Wathesalonike. Maana kutoka kwenu ndio neno la Mungu limevuma, si katika Makedonia na Akaya tu, ndio, ila na kila mahali imani yenu mlio nayo kwa Mungu imeenea. Hata hatuna haja sisi kunena lolote, ndio,
Kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu, na jinsi mlivyomgeukia Mungu, mkaziacha sanamu, ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli, na kumngojea mwanawe kutoka mbinguni, ambaye alikuwa katika wafu. Asante. Na maana mtume anakiri kuna Mungu wa pekee wa kweli kwa wale ambao wanamsubiri, mwanawe kutoka wapi? Kwa hiyo Yesu na Mungu ni distinct personality. Mmoja ni Mungu wa kweli, mmoja ni mwana wa nani? Wa Mungu. Asante mwenyekiti. Haya. Asante sana. Nafikiri nimesikia mwalimu wa kwanza ambaye mpandisha mada kama alivyowasilisha hapo kweli. Sasa ni muda sasa wa maswali, na sijajua ni nani anakaribia kuuliza swali la kwanza, lakini nafikiri kama tulivyokubaliana kwamba tutauliza swali moja linajibiwa, tunaongea swali hilo. Kwa hiyo nimkaribishe muuliza swali kwanza. Karibu kwa ajili ya swali. Karibu mbele. Tulikubaliana kwamba wao wenyewe wanauliza, hata kama wakiuliza swali moja katika wao wote wanashinda miaka 35 jumla. Kwa hiyo tumekubaliana hivi, waandishi tangaza yaani wao tunawahesabia ndani ya 35 na wao maisha ya maswali na kupitia hoja na nini. Kwa hiyo karibu kwenye moja swali. Habari ya nafasi ya Roho Mtakatifu. Nilitegemea presentation itakuja kujibu juu ya Roho Mtakatifu, lakini nje ya hapo pia nilihitaji kuwasilisha mada nisaidie kufafanua katika ile fungu la waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 fungu lile la 9. Sawa. Niweze kufahamu kwa muktadha pia. Kwa hiyo pengine nitaendelea kuzungumza wakati. Asante. Sawa. Yapo mengi. Sawa. Pengine nafikiri ungeuliza moja alafu ningechukua hata moja, si ndio? Okay. Dakika ngapi najibu? Dakika ngapi najibu? Dakika ngao. Ni hizo sasa hizo? Haya, sawa. Okay. Wamesema niko huko Sawa. Haya, cha kwanza samahani kwanza mmejenga tuelewane. Huu unaompa mwalimu unatoka kwenye daweno au unatoka kwenye daweno? Kwa dakika 5 ili subira za kwao ziwe free. Kwa hiyo tumia tu dakika 5. Na mtu mkono pale. Karibu. Sasa wakati mliongea mimi kwa nje. Sasa wewe unafundisha wewe peke umalize kitu tuulize au nilijua kama na sisi tunapewa hata muda kidogo na sisi. Endelea. Tumewaambia hiyo wakati kubali tumeshafanya. Haya, sasa okay. Sawa. Naomba tumlekee muda wangu. Sawa. Sasa hiyo wewe mwenyekiti wewe niambie zangu 5. Niwekee. Asante. Kwanza ndugu mtaswali kasema mbona hujazungumzia roho? Kwani nilisema hivi. Mada yangu Mungu ni nani kulingana nini? Mungu mmoja ni nani kulingana nani? Na maandiko. Kwa katika hoja ambayo nimewasilisha Mungu mmoja ni nani? Ni Baba. Na pia nikagusia Yesu ni nani? Akaonekana ni mwana wa nani? Wa Mungu.
Sasa kwa kuwa hoja yako hujaijenga, sasa uje uniulize issue ya pili hiyo. Sasa wote ni dili na hii ya waraka wa kwanza Yohana 5 mstari wa ngapi? Wa 8. Nisomea andiko hili. Nani na Waraka wa kwanza wa Yohana? Ndio. Sura ya 5 mstari wa 8. Nasemaje? Kisha wapo watatu washuhudiao duniani. Roho na maji na damu. Na watatu hao hupatana kwa habari moja. Ukipokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu kuliko tosha. Kwa hiyo ina maana hapo andiko linasema wako watatu washuhudiao wapi? Duniani. Mbinguni. Sawa? Mstari wa 8. Ambayo ni Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Nao watatu ni nini? Umoja. Sasa kwanza hilo andiko naomba unisikize kwa makini vizuri. Wacha kwanza nidadavue hilo andiko. Hilo andiko linasema hivi, Baba na Mwana na Roho ni mmoja, ama Baba na Mwana na Roho ni mmoja. Soma, nasema. Wewe usilisoma au uko unasahau? Nilisoma ile. Soma mstari wa 8, kwa msingi wa 8. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, ndio Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Na watatu hawa ni nini? Sasa nakuja, je, imeandikwa watatu hawa ni mmoja ama ni umoja? Ni umoja. Ni umoja. Kwa maana hilo andiko mwana utatu yoyote ambaye anausoma utatu aweze kulitumia hilo andiko. Kwa maana hata Katoliki wenyewe hilo andiko wako nalo. Hata Wasabato kwenye Biblia nazo Biblia ni kwamba wako nalo, kwa sababu na hawezi kusema kwamba ndio utatu. Hata kama juzi nimesikia Wasabato wa resort na kuhubiri fungu wakasema kwamba ingawa ile fungu limeandikwa watu huenda wanafikiri katika utatu, lakini halina utatu ndani. Kwa sababu gani? Linasema Mungu Baba, Neno na Roho ni nini? Umoja. Lakini utatu unasemaje tuliosoma hapo? Ni mmoja. Kuna Mungu huyu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Swali linakuja, mmoja na mmoja ni sawa? Si sawa? Sasa naomba nifundishe katika hilo andiko. Je, nikuonyeshe ile andiko kwanza hivi. Ndio maana katika Biblia yako unaiona hapo iko ndani ya mabano. Ndani ya nini? Mabano ya hivi. Si yale ya hivi ya ufafanuzi, mabano ya hivi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo nakala haikuwepo nyuma ya karne ya 16. Hiyo nakala ilionekana wakati ule wa Erasmus. Si kama nakataa ndio ile waga msilikatai nalitumia. Sasa nikupa uthibitisho moja. Naomba Biblia ya Katoliki. Nikuonyeshe. Utaona Biblia hiyo haiko hilo andiko. Soma nakala na dakika 2. Waraka wa kwanza Yohana 5:8. Soma andiko hilo. Nasemaje? Kwa maana wako watatu washuhudiao, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Katoliki ni mtu utatu, hilo andiko nalikataa. Sasa nisomee hiyo Biblia nyingine hiyo Mpirimani, hiyo ndogo Mpirimani, hiyo ni umoja wa makanisa. Soma andiko hilo tena. Hiyo habari njema ambayo ni muungano wa makanisa yote na Katoliki. Unasomaje? Soma hilo andiko. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Sura ya 5 mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema 8 nimefika. Roho, maji na damu na ushahidi wa hao imetosha. Sasa ya Sabato hiyo revised version. Mimi nimesoma seminari ya Sabato. Soma hiyo revised version hiyo hapo mbele ya kijana. Hiyo soma hiyo andiko revised. Utakuta hiyo andiko haliko hili ya Sabato. Revised ukisoma hiyo umesoma seminari. Hiyo ndio Biblia ambayo unafanyia mtihani. Hilo andiko alikosoma haraka. Waraka wa kwanza Yohana 5:8. Mstari wa 8. Nasemaje? Inasema hivi. There are three witnesses. The Spirit, the water, the blood, and these three agree. Haiko. Sasa na Bible commentary domination ingesoma Bible commentary. Wanapoelezea waasisi wetu kuhusu hilo andiko ambalo litokea karne ya 16. Lakini mimi waga sababu liko naweza kulitumia pia lenyewe kama lenyewe. Alifundisha nini? Utatu. Baba ni nani? Mtaeleza. Neno ni nani? Mtaeleza. Roho ni nani? Mtaeleza kwa mujibu wa maandiko. Asante. Asante sana. Mwalimu katika hicho. Basi mkaribisha. Naona mkono. Naomba niende kwa muuliza swali kwanza. Aseme kama kuna wakati kidogo. Naona mjibuji wa swali ndio swali. Kwa sababu nilijenga hoja ya kwamba katika misingi ambayo iliyosoma yote tulikubaliana, isipokuwa katika swala zima huo msingi namba moja, katika swala zima la utendaji wa Roho Mtakatifu ndio tulihitaji kujua hicho.
Yeye msingi wa kusema kwamba sikujenga hoja katika swali. Hilo ni sijajua chukulia mtandao huu sijaelewa. Lakini nilikuwa nimesimamia hapo kwamba katika wasilisho lake la baada hajaingia katika kiini tulichokihitaji sisi atuelezee juu ya utendaji kazi wa nani? Wa Roho. Kwa sababu habari ya Mungu Baba tunaifahamu na tunaamini. Habari ya Yesu Kristo tunafahamu na tunaamini. Habari ya Roho Mtakatifu tunaamini katika muktadha upi? Hicho ndicho ambacho nilichokuwa nikihitaji. Lakini pia katika hiyo fungu ambalo ametoka kulielezea akizungumza habari ya kwamba hiki tumetoka sijui karne ya ngapi, sijui karne ya ngapi. Mimi nadhani kama tumekubali kutumia neno la Mungu kwa ni Biblia, msijengee mashaka ambayo hayapo. Iko hivi. Sawa, kwa hiyo mpaka hapa swali lako ni kwamba arudi kwenye Roho au unaelewa? Bado hajajibiwa. Basi mwalimu, naomba nitafute na nukuu hapo dakika moja. Nimekiba basi asante. Wanasema kwenye dakika zao muongezee dakika 3. Yaani wao ndio watakuwa wanatoa dakika. Sababu ni za kwao. Sawa. Sawa, haina shida. Kama nataka nitafute hizo nukuu, naweza kwenda davua. Kuhusu nataka ile nukuu ya Bible commentary. Iko. Dakika moja tu. Samahani, dakika moja tu. Tayari. Hujachomeka nani waya? Ipi? Kwa project au utumii? Sawa. Sasa muuliza swali. Bwana asifiwe. Unaweza kunihesabia? Dakika ngapi? 3 tena. Sasa basi mtakuwa sijibu sasa kwa amani. Si nipe ni 5 Kuna zingine nimepaje 3 zimpaka wapi? 5. Anza kunihesabia. Sasa kwanza ndugu yangu hapa tuko kwenye elimu, si ndio? Unapaswa lako lijengwe. Je, unachokitoa kina uthibitisho? Nimetoa hapa nakala ya Biblia ambayo inatumika katika seminari ya Sabato. Revised and Revision. Nimetoa nakala ya Biblia ya Implemento. Nimetoa nakala ya Umoja wa Makanisa. Hao wote ni waamini nini? Utatu. Hilo andiko ongeliacha. Sababu wenyewe walishagundua kwamba hilo andiko katika Biblia nyuma ya karne ya 16 alikuwako na mwandishi aliyoingiza hilo andiko ni Erasmus. Hiyo ni Bible history. Sasa nikusomea maandiko hayo nukuu na pia kwenye ushahidi wa ICDA Bible commentary. Naomba niweke kitu nzuri. Nimempatia dakika 2 na nyongeza, si ndio? 2. Nimempa dakika 2. Nimempa dakika 5 kwa maana kutoka kwenye muda wao. Ndio muda wao. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wangu ni dakika 5. Mimi nikajua wameongezea na zenyewe za kwao labda 2 ndio 7. Hizo 5. Sasa basi mnianzishie basi. Mnanichanganya. Sawa. Sasa tuende sasa kwenye ushahidi wa Katoliki afu tutakuja kwenye Roho. Hii ni Thomas Nelson and Son Catholic Commentary 1951 page ya 1186 sema hivi. Sasa inashikiliwa kwa ujumla kuwa kifungu hiki, yani kile kinachoitwa Comma Johannes ndio kinaitwa hivyo, ni maelezo yaliyopenyezwa kwenye maandishi ya Kilatini kwa kale na Vulgate katika tarehe za mapema, lakini yalipata njia yake kwenda kuingia kwenye maandishi ya Kigiriki mnamo karne ya 15 mpaka 16. Twende kwa Sabato. Bible Commentary. The Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 7 na page 675 nasema hivi. Maneno yenye upinzani yalipata njia yao katika King James Version kwa njia ya maandishi ya Kigiriki ya Erasmus. Inasema kwamba Erasmus alipendekezewa kujumuisha maneno haya yenye upinzani katika agano lake
Jipya la Kigiriki, ikiwa kama alivyoonyeshwa hata chapisho moja la Kigiriki ambalo lilijumuisha maneno hayo. Library katika Dublin ilizalisha chapisho kama hilo, linajulikana kama 34, na Erasmus akajumuisha maneno hayo katika maandishi yake. Inaaminika sasa kwamba toleo la hivi karibuni la Vulgate lilipata mstari huo kutokana na makosa ya mwandishi ambaye alijumuisha mafafanuzi ya kwenye karatasi ambayo yananukuu hiyo katika Biblia ambayo alikuwa akiinukuu. Maneno haya yenye upinzani yamekuwa yakitumiwa kwa ujumla katika kulitetea fundisho la utatu, lakini katika mtazamo wa ushahidi kama huu ambao ni mkubwa na usiokanushika kupinga uhalali wake, kuyaunga mikono, hakuna thamani yoyote na hayapaswi kutumika. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 page ya 675. Sasa sijatoa maneno yangu mwenyewe. Sasa ndio maana kwenye lesoni ya Wasabato wenyewe nimenukua pale lesoni inaitwa kupendwa na kupenda, waraka wa Yohana ukurasa wa 65 mwaka 2009. Lesoni nilisoma mwenyewe nikiwepa pale. Sema katika baadhi ya aya ya Biblia maneno mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watoto hawa ni mmoja. Kisha wapo watatu washuhudiao duniani hujitokeza katika waraka wa Yohana 5 mstari wa 8 wa 9. Tatizo ni kwamba ni nyongeza ya baadaye au Sabato, hayapatikani kwenye maandishi ya awali. Miongoni mwa wanazuoni wasomi wa Biblia kupo kukubaliana kuwa kauli hiyo si sahihi, nayo iliongezwa yumkini kuunga mkono fundisho la Utatu Mtakatifu. Ni hakika maneno ya maandiko hayatakiwi kuchezewa, kwa sababu kaza wa kaza Ufunuo 22:8. Sababu ya kwanza ikiwa kwamba watu waweza kutilia mashaka uthabiti wa maandiko kwa ujumla wake, hivyo kuliamini neno la Mungu. Ile sio nilisoma kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa hiyo ulimwengu wote wa Kristo wanaamini hivyo, lakini mimi pia hilo andiko lenyewe nakiri katika lesoni hii pia halijenge hoja ya utatu, kwa sababu utatu unasema hivi: Mungu mmoja ni Baba, Mwana na nini na Roho, lakini andiko hilo linasema Baba, Neno na Roho ni nini? Umoja. Sasa hoja ya ndio swali, wewe mbona unajenga hoja ya roho? Nafikiri mada haikuwa roho ni nani, ila kwa sababu ameuliza nitajibu. Maandiko yanasema hivi, kitabu kile cha Mwanzo sura, asante, nitabaki dakika moja. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2. Soma maandiko haya tuangalie Roho Mtakatifu ni nani. Soma. Mwanzo sura ya kwanza. Naam. Mstari wa 2. Neno la Mungu linasema. Nasemaje? Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu ana nini? Ana roho. Ana nini? Roho. Ana roho. Kwa hiyo ndio roho ya Mungu. Ndio maana katika 6 mstari wa 3 kitabu kile cha Mwanzo, nisome maandiko haya. Nasema 6 mstari wa 3 ndio inasema hivi. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Kwa kuwa yeye ni nini? Ni nyama. Kwa roho, Mungu ana nini? Ana roho. Na kwa roho hiyo ndio anaungana na sisi kwa kutumwagia ama kutumiminia. Kama dakika zinabaki, nipe Yoeli 2:28. Imeisha. Asante. Tutarejea hapo katika hoja hii. Asante sana mwalimu. Sasa tuende katika karibu mzee. Nauliza swali dakika 5 Ndio. Hilo fungu leo unaweza kusoma linazungumza roho wa Mungu. Na hata mahali pengine amesema mwana wa Mungu. Kwa hiyo roho wa Mungu, mwana wa Mungu ina maana wote Utatu Mtakatifu. Katika Mwanzo aliyosoma hiyo inaonyesha jinsi ambavyo Mungu alipoumba mbingu na nchi na bahari na vitu vilivyomo, walishirikiana wote watatu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu alikuwa anasema kitu kinafanyika akitumia neno ambaye ni Yesu nani? Yesu Kristo aliye neno. Alafu mahali pengine pia katika Mathayo 28 fungu la 18 anasema nendeni ulimwenguni wote mkisha wafanya wanakuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ni Mathayo 28. Unaweza kupata fungu hilo, fungu la 18. Na Yesu alipoondoka katika ulimwengu huu akisema sitawaacha ninyi yatima, nitawaletea msaidizi mwingine. Kwa hiyo tunaona ushirikiano tangu uumbaji, wanashirikiana watatu kwenye uumbaji, kwenye ukombozi mwanadamu wanashirikiana wote watatu, kwamba sitawaacha ninyi yatima, na naambia wanafunzi nitawaletea msaidizi mwingine. Na kwenye ubatizo pia anasema mtawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wote watatu wanashirikiana. Hebu tuende katika Desire of Ages. Desire of Ages ni sura ile ya ni ukurasa Desire of Ages ukurasa wa 670 na 671 wa Kiingereza. Paragrafu ile ya chini pale kabisa anasema hivi:
Mfariji huyu anaitwa Roho wa kweli. Kazi yake ni kubainisha na kuhifadhi ukweli. 670 na 671 Kiingereza. Paragrafu ya chini pale anasema kwa kueleza watu viwango vya kazi yake ni kubainisha na kuhifadhi ukweli. Kwanza yeye hukaa moyoni akiwa kama Roho wa kweli, na kwa njia hiyo huwa mfariji. Kuna faraja ya amani katika ukweli, lakini hakuna amani ya kweli wala faraja ya kweli inayoweza kupatikana katika uongo. Shetani hutupatia nguvu kwa ajili ya kuingiza watu katika nadharia za uongo na mapokeo ya uongo. Hebu niruke niende pale chini kabisa, hapo katika paragrafu ya mwisho ili kuokoa muda wangu. Paragrafu hiyo ninayosoma, nenda pale chini kabisa, anasema dhambi. Dhambi ingeweza kupingwa na kushindwa kwa uwezo wa pekee wa nafsi ya tatu ya uungu. Kumbe Roho Mtakatifu nafsi ya tatu ya uungu. Nanyi hapa katika maelezo ya sasa anapinga kwamba hakuna nafsi tatu ya uungu. Lakini hii ni roho ya nabii. Sio maelezo yangu, sio maneno yangu. Funua Desire of Ages, ukurasa 670 na 671. Anasema ni nafsi tatu ya uungu. Sasa ukipinga neno hili nitakuogopa, kwa sababu unapinga roho wa Mungu, unapinga roho ya nabii. Kwa sababu anasema ni nafsi tatu ya uungu ambaye asingekuja kwa nguvu iliyorekebishwa, bali katika utimilifu na uwezo wa uungu. Roho ndiye anayekifanya kile kilicholetwa na mkombozi wa ulimwengu kipate kufanya kazi. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Moyo hufanywa upya na roho. Kupitia roho mtu aaminie anakuwa mshirika wa hali ya uungu. Kristo alikuwa amemtoa roho wake kama nguvu ya kimbingu ili kushinda minendo yote ya kurithi na kufundisha ya uovu na kuingiza tabia yake kwa wanadamu. Kwa hiyo roho wa Mungu ni nafsi. Unapopinga roho wa Mungu sio nafsi, basi mimi nitakuogopa. Kwa maana nyingine umekataa neno la Mungu, umekataa roho nabii. Basi hapo sitakuwa na majibu mengine. Itaonekana kwa wewe ni muasi. Asante. Kuna swali? Sasa swali langu ni kwamba je, haya nayaamini hiyo yasoma? Haya, asante. Imesomwa Desire of Ages ya Kiingereza sawa. ya ukurasa wa 671 na 671. Anauliza kwamba haya unayaamini? Karibu. Haya. Bwana asifiwe. Cha kwanza naomba relax Msiseme mtaogopa. Maandiko yafanyaje? Yafunuliwe. Kwanza Ellen White yapingana na Biblia. Cha kwanza hata hilo andiko lilosoma nitarejea hapo. Ingawa nilikuwa na lecture ambayo nilikuwa nimeandaa inaitwa Roho Mtakatifu ni nani? Sasa kwa sababu ya muda ambao tuko nao, nitaka iwe somo la pekee yake tufanye presentation na kitu tukaelewa kabisa, tukivunja utepe wote. Sasa naomba kwanza nijenge hoja moja. Umejenga hoja ya kwanza kwamba Baba na Mwana Roho walishikamana kuumba, kwamba tuumbe mtu kwa mfano. Sasa nisome ile andiko kwanza, ndio mtumishi. Nipe fungua Biblia kwanza, hii weka kando. Fungua Mwanzo. Asante. Mwanzo 1:26. Tuangalie Baba Biblia alikuwa na nani kwanza wakati anaumba. Soma. Mwanzo ndio 1:26. Inasema hivi. Inasemaje? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Kwa Mungu akasema. Kama ni watatu, si wangesema sasa wana discuss. Ila kuna Mungu kafanyaje? Kasema Mungu. Na katika maandiko kama tumeyasoma, tukisema Mungu ni nani? Ni Baba. Kwa ni Baba ndio alisema, akimwambia anayefanana naye kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa moja ningeomba sasa uniachie nafasi mzee. Ni kitu nilinde. Wakolosai 1:15. Sasa ambaye anafanana Mungu ni nani? Wakolosai ndio sura ya kwanza mstari wa 15. Ndio inasema hivi. Inasemaje? Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa mjibu andiko hilo, Yesu ni mfano wa nani? Wa Mungu asiyeonekana. Anafanana nani? Na Mungu. Wakorintho wa 2:4. Soma peke msingi mzuri. Wakorintho wa 2 inasemaje? Sura ya 2. Ndio. Sura ya 4 mstari wa 4. Naam.
inasema hivi. Inasemaje? Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewafungusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa maana Mungu katika Wakolosai 1:15 anasema Yesu ni mfano wa nani? Wa Mungu asiyeonekana. Na hilo andiko lilosema anasema Yesu nani? Ni sura yake. Na Mungu asema tumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Sasa hakuna andiko Roho Mtakatifu ni sura ya nani? Ya Mungu. Wala mfano wa nani? Sasa hiyo kama una hoja hiyo mzee utanisaidia. Na hiyo hoja uliyojenga kwamba walishirikiana utanisaidia katika hiyo nabii. Sasa point inakuja hivi, aliyekuwa na Mungu pale ni nani? Yesu anasemaje? 17:5 kitabu kile cha Yohana. So, kitabu cha Yohana 17 mstari wa 5. Sura ya 17 mstari wa 5. Mstari wa 5. Ndio. Inasema hivi. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Kwa maana Yesu ndo alikuwa na nani? Na Baba kabla ya ulimwengu wako. Sasa 8:22 mstari, muda utakuwa ni ndefu kuisoma. Kitu isome tu kuangalia. Nipe mstari wa 31. Mstari 8, mstari wa 31. Mstari wa 31. Ndio 22. Ndio, au acha hiyo, nipe hiyo nukuu ile ni white. Weke msingi mzuri. Hiyo enlighten hapo. In enlighten chapter ya 33. Ndio, fall of man. Soma andiko. Anguko la mwanadamu. Ndio. Satan was once an honored angel. Shetani alikuwa mwanzo ni malaika aliyeheshimiwa. Ndio. Mbinguni. Next to Christ. Yeye kasema wako wangapi? Watatu. Kama alikuwa watatu, shetani alikuwa wangapi? Wanne. Lakini Kristo alikuwa shetani alikuwa next to Christ. Maana kuna baba ngani anayemfuatia Kristo. Endelea na andiko. His countenance like those of the other angels. Nenda pale the Father said hapo. Hapo the Father says fall of man. Enlighten ukurasa wa 33. Yeah, chapter 33. But when God said to his son, let us make a man in our image. Satan was jealous of Jesus. Asante. Kwa hapo katika nukuu hiyo baba alimwambia baba mwana roho? Hapana. Alimwambia nani? Mwanae. Kwa mjibu wa Biblia, kwa baba ndio anamwambia mwana tufanye mtu kwa mfano wetu. Sasa alikuwa anavunja hiyo hoja ya mzee hapa. Kama sana hoja nyingine kuhusu hiyo alete. Sasa kuhusu Roho Mtakatifu nimejenga hoja hii. Roho Mtakatifu ni roho wa nani? Roho wa Mungu na roho wa Kristo. Sasa huu muda wangu umeisha. Naomba nikipata muda nakuja hapo. Simba tuko tunasema kama. Sasa niko nataka tuweke hiyo hoja tuimalize. After turejee sasa hiyo roho, hoja ya roho uliza hapo. Niko tayari. Karibu. Asante. Mimi naona tukienda hivi anavyotumia falsafa kujibu maswali hatutafika. Sawa? Naam. Hii anayoizungumza ni mada ya Roho Mtakatifu, ndio ilitakiwa iwasilishe mwanzo, sio sasa hivi. Sawa? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, swali mzee ameuliza ambalo ni la msingi kabisa, akihitaji ufafanuzi. Ndio. Lakini tunapitishwa kwenye kona nyingi ambazo tukitaka na sisi tutengeneze hizo hoja hatutamaliza. Na pili, tunukuu ile pointi ya kwanza tulioanza nayo. Hatupo kwenye mashindano, tupo kujifunza. Kwa hiyo hakuna haja ya kutumia siasa nyingi ili kupindisha mambo. Tunyoke katika pointi moja, tusaidizane, maisha yaende. Iko hivyo, sisi ni wapitaji tu duniani. Sasa hapo hebu naomba twende ili tunaelewana. Maana mimi ninavyoona hapa naona kwamba nukuu ndio zinasomwa na maandiko. Sasa pengine labda maandiko yanafafanuliwa tofauti. Nafikiri maana unaposema siasa wakati maandiko ndio yanayosomwa na shindwa kuelewa. Kwa maana anakubali roho binafsi kama tulivyosoma. Sasa hilo ni swali sasa. Muulize swali hilo ndio maana huyu muuliza kwamba umeongea hicho alichoongea hapa mafungu aliyonukuu ni ile ulichomuuliza. Kwa hiyo swali la pili, anakubali roho ni nafsi, si ndio? Ndio swali lake. Sasa tunataka kutuelewe swali ili kusudi akija asije akajibu akasema sio hilo. Ndio hilo swali. Haya. Kwa hiyo wote mkubaliana na jibu hilo. Roho ni nafsi. Haya. Basi maana sio tumeelewa swali. Roho ni nafsi. Karibu mwalimu. Dakika 5. Swali ni roho ni nafsi.
Asante, lakini cha kwanza mwenyekiti, naomba unilinde. Mimi sijatumia, kwani kwa sababu wasikilizaji, nimetumia, usiweke kwanza muda nimetumia maandiko au nimetumia falsafa zangu. Sababu nimejibu, nimetoa unabii, roho ya unabii hapo ambayo mzee amejenga, labda ndio uiamini. Maana umesema mimi natumia falsafa. Sasa nimesema baba akamwambia nani? Mwana, tufanye mtu kwa mfano wetu. Na nikaeleza kwa maandiko Yesu ni nani kulingana na Biblia. Sasa nikasema hoja ya pili, muda umenishia, nikirudi nitajibu swali lako. Kwa hiyo hapa nimesema hivi, hapa hakuna kitu ambacho kinakimbia, labda tujenge hoja kwamba useme kwamba natumia falsafa. Mimi natumia neno la Mungu. Sasa iko hivi, roho swali limejengwa. Cha kwanza labda kama niulize kabla sijaenda mbali, sababu sio tunatonga maji kwenye nini? Kwenye kini. Nimetoa hoja hapa, nikatangaza mada yangu. Labda ndio mngenikatalia mara ya kwanza. Mada yangu ilikuwa inasema Mungu mmoja ni nani kulingana nini? Na maandiko. Ikatokana Mungu mmoja ni nani? Ni Baba. Nilitegemea labda swali linakuja kwamba labda tumekubali Mungu mmoja ni Baba ama tumekataa. Ingekuwa ni vizuri. Na nikajenga msingi Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sione mtu amekataa au amekubali. Sasa nikajenga msingi pia. Sasa ndo nakuja mzee. Sasa ningeomba tu wewe tukuje utapanda utazungumza, hata mimi nizungumze. Sasa mzee wangu naomba relax, Mungu akubariki sana. Najua natamani tuweze kuelewa mambo mazuri haya. Nikajenga Roho Mtakatifu ni roho wa nani? Wa Mungu. Nikatoa na nini? Na andiko. Labda hilo andiko lingekuwa tofauti. Sasa hoja amejengwa Roho Mtakatifu ni nafsi. Sawa Sasa mimi nakujibu hivi. Na kwanza umetumia kitabu cha Rizal Regis kwamba roho ni nafsi ya tatu nini? Ya uungu. Sasa naomba nianzie hapo. Roho, mtumishi wa Mungu Ellen White kasema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu, si nafsi ya tatu ya Mungu. Mungu ana nafsi ngapi? Tatu. Ana nafsi moja, ni nafsi ya tatu ya uungu. Si atukatai, nipe kwanza Ibrania 6:13. Atukatai kwamba Roho Mtakatifu nafsi ya tatu ya uungu. Lazima tu hapa Ibrania ndio sura ya 6 mstari wa 13 inasemaje? Inasema hivi, kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, ndio kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapia, aliapa kwa nafsi yake. Aliapa kwa nafsi zake, si ndio imeandikwa hivyo? Kwa nafsi yake. Kwa nafsi yake. Kwa hiyo hilo andiko linaua Mungu ana nafsi ngapi? Tatu. Mungu ana nafsi moja, kaapa kwa nafsi yake. Sasa Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu, si nafsi ya tatu ya Mungu. Hayo ni mambo mawili tofauti. Hebu nipe 1:20 Warumi. Sikia vizuri mambo ya uungu. Warumi ndio 1 ndio mstari wa 20. Inasemaje? Inasema hivi. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu ndio yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Na udhuru. Ukisema uungu ni kama unasema ubinadamu. Kwa uungu, Mungu ana uungu, na ule uungu ametushirikisha ule uungu wake. Nipe maandiko haya, Petro wa kwanza 2 mstari wa 3 na 4. Soma. Waraka wa kwanza wa Petro ndio 2 mstari wa 3 na sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, ndio mwendeni yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Inasemaje? Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Ile ametushia tabia yake ya uungu ni ipi? Ni nafikiri tabia ya uungu ni sura ya kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 na 4. Hebu nisome hapo. Petro wa pili sura ngapi? Ya kwanza. Mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, ndio kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Ametushirikisha tupate tabia nini? Ya uungu. Sasa hapo kwenye English King James Version ametumia si kutushirikisha tabia, bali asili ya nini? Ya uungu. Asili ya nini?
Kwa maana Mungu ametupa asili. Sasa ili atupe asili yake lazima atupe roho yake. Sasa hiyo nitakuja wakati mwingine. Kwa sababu tunaamini kabisa Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu, si nafsi ya tatu ya Mungu. Hao ni mambo mawili tofauti, mzee wangu. Naomba ufanye study yako, utakuja kuona. Sasa ndio maana nikaandaa hii lecture kwamba tuje tuangalie huyu roho anakuaje, roho ya Mungu ama roho wa nani? Wa Kristo. Na wakati huo anakuwa nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Sasa naomba niishie hapo afu nitarejea katika hatua hiyo. Asante sana. Asante sana mwalimu. Asante sana kwa ufafanuzi huu. Basi nafikiri nikaribishe kama kuna mtu ana swali. Patie mic. Ni pale mafungu niliyosoma ni katika Mathayo, nimesoma Mathayo 28 na fungu la 18. Ndio. Anasema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia anahusika, sio uwezi kumtenga Roho Mtakatifu. Maana mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hapo vipi? Mbona Roho Mtakatifu ana nafasi yake pia? Kwa maana kwamba katika fungu hilo linafundisha utatu. Katika fungu hilo Nisome kama una wasiwasi. Na nataka kuelewa ili tupate swali, tujue swali karibu. Ya bado. Basi sasa mwalimu, mzee hapa ameuliza swali kwamba katika hiyo Mathayo 28 mstari wa 19 na 20 anasema mbona naona na roho anahusika hapo. Kwa hiyo unasemaje? Kwa maana kwamba akimaanisha kwamba anatetea hoja yake ya utatu ya Mungu Mwana na Mungu Baba na Mungu Roho. Karibu. Asante. Cha kwanza, mzee, Mungu akubariki. Nafikiri nikiona swali ya ulizi ile swali ulilojibu ujue mambo yamefanyaje? Yamejibiwa. Imekaa vizuri sana. Swali lake limebaki hapa. Je, fungue hiyo Mathayo 28:19. Je, lile andiko huenda hoja yote imeisha imebaki kwamba je, Roho Mtakatifu anahusika? Roho Mtakatifu anahusika katika wokovu wetu. Hilo tuweze kukaa na Roho Mtakatifu, tumepewa Roho Mtakatifu wa Mungu Sasa kama umejenga hoja kwamba hilo andiko linamaanisha utatu, basi ndani tumeshavunja hoja kuhusu nini? Utatu. Hebu tuseme kwanza andiko hilo. Mathayo 28 mstari wa 19. Ndio. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sio na la. Amba nisome. Soma vizuri. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba ndio na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hii hoja ya ubatizo. Asante sana msomaji. Nataka wasomaji wa hivi. Hiyo sisi hilo andiko tunakubaliana na 100%. Sasa huenda tafasiri yake ikawa tofauti. Cha kwanza hebu nipe maandiko haya tuweke usawa kabisa hapa. Kwa huyo neno Baba, si ndio Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu tuwajue kidogo. Hebu nipe katika kitabu kile cha waraka inaitwaje hiyo? Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. 13:14. Inasemaje? Neema ya Bwana Yesu Kristo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Naona kuna stories zinaendelea kule. Mnajua mnanichanganya sasa natakiwa tena labda tuangalie mtu anukuu, tuwe tu serious. Sasa kumbe andiko kama hilo limeondoka katika Wakorintho. Neema Yesu Kristo, pendo la nani? La Mungu na ushirika wa nini? Wa Roho. Kwa Mungu, neema Yesu Kristo. Mungu alitupa neema kwa njia gani? Ya mwanae Yesu Kristo. Mwanae Yesu Kristo. Na pendo la nani? La Mungu. Kwa jinsi Mungu alipenda nini? Ulimwengu. Hata akatupa mwanae wa pekee. Na ushirika wa Roho? Wa Roho Mtakatifu. Sasa Mungu anatupa ushirika wa nini? Wa Roho. Sasa anatupaje ushirika wa Roho? Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 13. 4:13. Inasemaje? Inasema
Katika hili tunafahamu ya kuwa ndio tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, ndio kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Kwa maana tunapokea neema Yesu Kristo, tunapokea pendo la Mungu, na Mungu pia anatushirikisha yeye, anakuwa ndani yetu na si ndani yake, kwa sababu mtupa roho nini? Roho yake. Hiyo ndio tafsiri ya Biblia. Hebu nipe kwanza hiyo haraka kwa Yohana hiyo. Nipe 3:24. Haraka. 24. Nasemaje? Naye azishikaye amri zake ndio ukae ndani yake. Yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa ndio anakaa ndani yetu. Kwa huyo roho aliyetupa. Kwa maana Mungu ametupa roho yake mwenyewe. Hiyo ndio ushirika wa roho. Kwa maana muamini yoyote anapopokea ukombozi lazima aamini kwa jina la Baba na nani? Na Mwana na Roho. Kwa maana ipi? Kuna Mungu huyu mmoja aliye Baba aliyetupenda, na kwa njia ya mwanae neema yake imebujika na amekuwa ndani yetu kwa njia ya roho wake. Ndio maana pionia wetu, waasisi wetu walisema haya, sikia vizuri. Uriah Smith ndio mnamkubali. The Bible Student Assistant, page ya 21 na 22. Imeandikwa mwaka 1858, anasema hivi: we are baptized in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. Matthew 28 chapter 8 verse 19. By this we express our belief in the existence of the one true God, the mediation of his Son, and the influence of the Holy Spirit. Kwa tafsiri ya Kiswahili ya haraka inasema hivi: tunabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mathayo 24:9. Kwa hili tunaeleza imani yetu katika kuwako kwa Mungu mmoja wa kweli, upatanisho wa mwanawe na ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maandiko yanavyosema, si tu kutajia mtu Baba, Mwana na Roho. Hata Wakatoliki wanafanya hivyo, uongo kweli. Lakini katika mindset hii, mindset ya Mkristo, kwa mitume wa zamani ile, maana injili yao yote wakihubiri lazima mhubiri Baba, aliyemtuma nani? Mwanae, lazima wamhubiri mwanae. Afu wanasema ukimpokea mwanawe unapata kipawa cha nini? Cha Roho. Hiyo ndio ujumbe ambao uko pale. Asante. Barikiwa sana mtumishi. Sasa ninaomba, nimepokea taarifa hapa kutoka kwa ndugu zetu, wameniomba wana jambo la kusema. Kwa hiyo tutawapatia dakika 15 kwa ajili ya kusema kile ambacho wanapaswa kukisema hapa, alafu baada ya hapo tutaangalia kile wanachokisema na muda wetu, alafu tutaweka utaratibu. Kwa hiyo niwaombe masikio yenu na utulivu. Tuwakaribishe, sijajua hawajaniambia ni nani anasimama. Basi karibu kwa dakika 15, alafu utupatie kile ambacho unaweza kutupatia. Karibu sana. Karibu sana. Na niwaombe msingi hapa, tunawakumbusha tu kwamba hoja, mafundisho na maswali yajengwe katika Biblia na roho ya unabii kama kawaida. Karibu. Haleluya. Amen. Sasa hapa tulifundishanya kabisa vikaenda mbali. Lakini ndugu yetu akakuwa anatuonesha masomo. Wanze hata mkitupa dakika 20 hamna shida, hata 15 nyingi basi zozote 15 basi sawa. Basi hapa ndugu yetu akaanza akasema, sasa nyinyi mlifuata mambo za wanani? Za Roman Katoliki. Sasa ngoja tuanze tuangalie Ufunuo. Tusomee Ufunuo 17 mstari wa 4. Ufunuo sura 17. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Inasema hivi: na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Alikuwa na kikombe cha nani? Cha machukizo, cha dhahabu. Kwanza yes, dhahabu. Alikuwa na kikombe cha dhahabu. Ule mwanamke msiseme kama yeye vya kwake vyote ni uchafu. Hapana, kikombe cha dhahabu alikuwa nacho kama sisi kichenye tunacho, si kweli? Sasa vibaya aliongeza nini? Machukizo, uchafu kwenye hiyo dhahabu. Sasa nyinyi mlisema ona kama tunazingatia roho Utatu Mtakatifu, mkasema sisi tunapata Roman. Kuna vitu vingi Roman naye anavyo na sisi tunavipata na nyinyi mnavipata.
Sasa Roma ni si wanasema usiibe. Nyinyi si mnafuata usiibe. Sasa mnasema yeye tunafuata Roma ni kuna ukweli lakini akaongeza uchafu kwenye kikombe cha dhahabu kwanza. Sasa kwa hiyo sasa hapa sisi tuko tunazingatia sasa hii Roho Mtakatifu. Sasa ndugu yetu yeye anasema kama ni nguvu za Mungu kama ni nini, lakini hapa maandiko yanatuonesha vizuri kama Roho Mtakatifu anakuwepo kama Yesu. Ngoja tuangalie. Mtuangalie Mwanzo kwanza. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Moja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Hakuna mtu ana Biblia. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hapo. Amen. Sasa Roho ya Mungu hakuwa hapo juu ya maji. Sasa ndugu yetu alisema ni Roho wake, Roho Mtakatifu. Sasa hapa tukiendelea hapa kwenye masomo ya Biblia, Mungu ana Roho Mtakatifu, Mungu ana mtoto wake ndio mwenye tunakubali ni Yesu. Wote anasema roho yangu, anasema mtoto wangu. Ngoja tuangalie. Tusomee tusomee kwanza Mathayo 3:16 hadi 17. 3:16 Mathayo. Hapo tulimaliza kuona kama Roho wa Mungu ndio mwenye alikuwa na kumbatia hiyo maji. Ngoja. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Na tazama mbingu zikafunuka. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Akaona Roho wa Mungu anashuka juu ya nani? Ya Yesu. Sio Mungu tu. Yesu anaweza kuona kama ni Baba anashuka, si kweli? Yeye hajaona Baba, akaona Roho wa Mungu anashuka juu yake. Endelea kaka, bado hujamaliza. Endelea hiyo haijaisha kufika 16. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Amina. Sasa hapa ngoja nikwambie. Huyu alisema Mungu akasema roho yangu, sawa. Hapa nani sauti katoka pale ikasema njoo huyu mtoto wangu anakuwa hapa. Sasa kuna wakati Mungu anasema roho yangu, kuna wakati anasema mtoto wangu. Wote ni kitu kimoja wa ndugu zangu. Si kama useme roho yangu unaanza kujua kama ni roho ya Mungu. Yote vitatu vinakuwa hapo. Kuna wakati anasema roho wangu, kuna wakati anasema mtoto wangu. Sasa hapo akasema ndio huyu mtoto wangu ndio mwenyewe anakuwa mkweli. Ngoja tuendelee. Hapo ngoja nimsomee Mathayo ngapi? Tusomee kwanza Yohana 14 mstari wa 8 hadi wa 9. 14:8 Yohana anasema, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Acheni hapo. Sasa hapa wakati Yesu alikuwa anafundisha hapa, yeye nani Filipo akakuwa anachanganyikiwa, haelewi chochote. Kama nyinyi hamuelewi Roho Mtakatifu. Na yeye akamuuliza tuoneshe Baba. Basi akamwambia mwenye aliona mimi alishaona na Baba. Sasa mwenye alishaona kila kitu ni kitu kimoja tu. Ikiona Yesu, ikiona Baba, Roho Mtakatifu ni kitu kinakuwa kama uumbe umoja, ni kitu kimoja. Na Yesu kuna wakati alisema hata ukitukana na mwana hamuna shida, lakini ukitukana na Roho Mtakatifu hautasamehewa. Mbona hajasema ukitukana na Baba? Hapo wa ndugu zetu tusio tunaenda mbali. Sasa tunajishanganya. Sasa hivi ni vitu tunaweza kama tukitaka kama tuvijue kiroho. Sio kama sisi tuwe na sisi tuanze tuseme ngoja kama nione kama ndugu yangu kama huyu. Sasa tujue kiroho, kama tujue kuna Mungu, kuna Baba, kuna Roho Mtakatifu. Na wakati Yesu alikuwa anafundisha, alikuwa anarudi tena ile. Akisema Baba, kuna wakati anasema Baba, kuna wakati anasema Roho Mtakatifu mwenyewe. Ngoja tuende sasa hapa hata tumalizie. Angalia, unaandika bado? Bado 10. Sawa, ngoja tuendelee kidogo. Wandugu zetu tuzichanganye kidogo. Sasa alisomea hapa Mathayo 28, hii 19 tuirudie tuangalie asemaje. 28:19 Mathayo. Anasema, basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi.
na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hapo sawa. Hapo akasema akawafundisha. Mbona hajawaambia muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana? Hapo silikuwa tayari. Sasa akaongeza na Roho Mtakatifu. Sasa mbona aliongeza hiyo la tatu? Hata akisema muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana, hapo si tayari. Sasa kama wanaondoka tena, mambo kaendeka vizuri. Mbona aliongeza na Roho Mtakatifu hiyo ya tatu? Aliongeza kivipi? Sasa wandugu zetu, tusichanganye. Hii ni vitu vya kiroho. Basi kama tukitaka kusikia, tusikie kiroho, tusikie kama sasa tuko tunaangalia tu, tunajua kama na Roho Mtakatifu ni nini. Hapo sisi tusiende mbali, Roho Mtakatifu ni lazima upo na maandiko anakubali. Na Yesu wakati alika anasema, anawaambia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, eti akaongezea. Basi ngoja tusome somo lingine. Kuna wakati Yesu alikuwa anaongea na mitume, akawaambia sitawaacha hivi hivi, nitawaombea, kuna nguvu zingine mnapata. Basi tusomee hapo Mathayo, Yohana 14:15. Anasema ni 16, nami nitamwomba Baba, au naweza kunena, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Amina. Sasa ngoja nikwambie, hapa walisema ulimwengu hawezi kufanyaje? Hawezi kumtambua. Na nyinyi mnakuwa kama ulimwengu hawezi kumtambua Roho Mtakatifu. Yeye sasa nyinyi mwenye hamjamtambua mko ulimwengu. Sasa Yesu akasema ulimwengu hawezi kufanya nini? Hawezi kumtambua, lakini nyinyi mnaweza kumtambua. Sasa Roho Mtakatifu ni lazima upo, akamtumia. Ngoja shuka hiyo 14:25 hadi 26. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, amina, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo ulimwengu utakavyo utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mnganilipenda, mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Acheni hapo. So tulikuwa tunatafuta nini moja tu. Nitawatumia nani na waombea kwa nani? Kwa Baba. Lakini hapa sisi tunaelewa kweli. Yeye akasema atawatuombea kwa nani? Kwa Baba. Na Baba anavitumia nani? Roho Mtakatifu. Maana hajasema na Baba anakuja yeye mwenyewe akae na yeye. Hajasema Baba mwenyewe atatuma nani? Roho Mtakatifu. Sasa yeye anatuma nini? Sasa hapa tuko tuangalie maandiko. Sisi tunajichanganya sana. Sasa hapa basi tukitaka kuelewa, tuelewe kwenye kiroho, tusielewe kama sisi kama binafsi sisi. Yeye akasema nitawatumia, nitawaombea kwa Baba, akaenda kutuombea. Wakati alimaliza kutuombea akatutumia, na hiyo Roho Mtakatifu akawa na sisi. Wandugu zetu, tusiende mbali basi. Kwa hili basi najua hamwezi kuelewa vizuri kama mimi. Lakini sasa ili tuiache hivi. Ili Roho Mtakatifu linatuchanganya. Sawa? Lakini mjue kuna kitu Mungu aliyowatumia, kawaambia nitawatumia, na sisi akatutumia. Sasa tunabishana nini? Tena hapa kubishana kwa Roho Mtakatifu. Hapa hivi ni vitu vichache tu. Sasa tukitaka kubishana vizuri, tuishane na imani zingine. Ya Roho Mtakatifu tumwachie Roho Mungu. Wewe omba vizuri, akikutumia huo Roho, ujue ni Roho ya Mungu, ujue ni yeye binafsi, hawa ni nafsi, hawa ni nguvu zake. Sasa hapa hata ukijua Roho Mtakatifu ni nafsi. Wengine sisi huyu anasema Roho Mtakatifu ni nafsi, si kweli? Hawa wengine wanasema ni nguvu za Mungu ni nini? Sasa hivi tunapishana nini hapa? Sisi tuende na kimaandiko, tufuate amri za Mungu. Akitushushia Roho Mtakatifu tukakutana ni nafsi, shida gani? Tukikuta ni nguvu za Mungu, shida gani hiyo? Angalia tangu saa 7 tuko hapa tunashindana na Roho Mtakatifu, wenye kama hatueleze. Wewe omba ufuate amri za Mungu vizuri. Yeye akishusha hiyo Roho Mtakatifu tukakuta ni nafsi, shida gani? Tukikuta ni nguvu za Mungu, shida gani? Sasa hili mimi niliona tunalitia muda mrefu, lakini wa ndugu zetu tufuate Mungu, tufuate nani amri zake.
tufuate Mungu mwenyewe. Kingine tulikuta ni nafsi, hamna shida. Tulikuta ni yeye, ni nguvu za Mungu, hamna shida. Basi hiyo Yesu aliyosema kama tuwatumia, atatutumia. Hicho chenye aliyotutumia tukubali hivyo hivyo. Basi tuende vizuri. Labda tujadili kitu kingine, lakini vitu vya Roho Mtakatifu tukubali. Mungu chochote atatutumia, tukubali kwa jina la Yesu. Haya, barikiwa. Haya basi, umesimamisha muda. Haya, karibu mzee, malizie dakika tatu. Karibu mzee. Karibu mbele. Bwana asifiwe. Naona sasa ni saa 11 inaelekea, na tulikuwa tumesema tangu mwanzo kwamba mtatoa somo na sisi tutauliza maswali. Nafikiri ndivyo ilivyokuwa. Na tumeuliza maswali, mwenzetu ameongezea kidogo. Nafikiri tukirudi tena tutakuwa na mtu maalum atakayefundisha juu ya Mungu kama jinsi mlivyochukua nafasi ninyi. Sawa? Na sasa nafikiri mwenyekiti ungefunga ili tuondoke, tupange tu muda tuje lini. Ndio jambo la kujadili, tuje lini, tuombe, tuondoke, tupange siku ya kurudi. Na tukirudi tutaanza na somo hili. Mwalimu atakasema, mwalimu wetu upande wetu atasema kwa somo hili la Mungu. Samahani. Asante kwa mawazo hayo. Lakini ndivyo sasa tumekwenda saa 11 sasa. Sawa, lakini inavyokuwa kwa sababu ni dakika 10 na nafikiri 15 au 10, kwa sababu kaleta hoja, kaleta na wazo, kaleta na kufundisha na kufundisha. Hebu tuvumiliane hizo dakika 15 na sisi tumuamshe mwalimu wetu, tuone hicho mlichotupatia tumekipokea kwa masahihisho, alafu tukija tunaanza upya. Hatuwezi kuacha hoja juu alafu itakuwa sio vizuri, kwa sababu tumekuja kujifunza na kesho tutakuwa wote. Kwa hiyo namkaribisha mwalimu tena, tusiwe nyingi tu, dakika 10. Karibu, dakika 10 sio nyingi. Patie dakika 10 kwa ajili ya kupitia